katiba mwaka 77 haitupi haki wala sheria haitupi haki Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikishamtangaza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haturuhusiwi kwenda mahakamani. Wanaruhusiwa kwenda wabunge na madiwani, lakini kwenye katiba yetu tuliweka na kazi tulifanya kwenye bunge kuondoka kususia mchakato wa katiba mwaka 2014. Hiyo dhambi ndio dhambi inayotuendelea kututafuna mpaka leo. Mimi inaniumiza sana. Inaniumiza kwa sababu kwanza mchakato huu wa katiba ulitumia pesa nyingi sana za nchi. Yaani pesa ambazo tungeweza kujenga hospitali nyingi au zahanati au madarasa au vitu gani, tungeweza kutoa huduma nyingi kwa wananchi, tukazitumia kwa ajili ya huu mchakato. Kwanza ile tume ya Warioba, hiyo kamati ya tume ya Warioba imetumia pesa nyingi sana. Haya bunge la katiba limetumia pesa nyingi sana. Lakini matokeo yake tumekwenda dakika 15 za mwisho wa mchezo, watu wakatoka kwenye bunge, mchakato ukaribika. Lakini leo miaka 9 baada yake, leo tena tunazungumzia tena madai ya katiba, tunazungumzia baada ya tume ule uchaguzi. Mimi ndio maana nikasema mimi nachukulia kwamba haya ni kama sehemu ya maoni ya baadhi ya vyama vinavyoona inafaa, na ni haki yao kuwa na maoni ya namna hiyo. Lakini mimi nikifikiri sana kwa upande wa pili, naona kwamba kuna dhambi fulani tulifanya, ile dhambi ndio inatutafuna leo. Leo tunazungumzia sasa kupata tume ule wa uchaguzi, tunazungumzia uchaguzi labda usogezwe mbele ili tuipe nafasi mamlaka kutengeneza tena labda mifumo mingine, lakini mabadiliko yamefanyika hapo katikati mengi tufanye mabadiliko. Mabadiliko hayo yote yanaonekana kama hayawezi kutuletea matokeo, lakini hatuna namna nyingine. Kama mifumo tuliochagua sisi kupata uongozi wetu ni kwa mfumo wa uchaguzi, hata ukisema hakuna uchaguzi, unatakiwa hiyo hoja isiwe hoja ya chama kimoja, iwe ni hoja ya kitaifa. Yaani hoja ya no reform no election sio ya mtu mmoja. Lakini tunachokiona sasa hivi ni kwamba wao wanaweza wakalala wakaamka asubuhi wakaamka na hichi na bila kushirikishana pengine na vyama vingine. Sina uhakika sana kama mmeshawahi kushirikishwa pengine na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwamba kuna hichi tufanye kwa pamoja. Kwa mfano jana walienda kwenye ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Waliitwa kwa ajili ya kwenda kujadili hii kauli ya no reform no election. Pengine nyinyi kama chama cha siasa au kama chama cha upinzani waliwapa taarifa pengine wajua kile ambacho wanafanya, kwa sababu ninachokiona ni kama kila kitu wako peke yao wakiamini nguvu ambayo wako nayo. Hiyo ndio shida kubwa, na ndio ukifuatilia vile mazungumzo yangu kule awali nimesema katika mambo ambayo mengine yanatusumbua sana ni hiyo kwamba katika hoja inayohusu nchi nzima sisi tunajigawa. Tunasema hii hapa ni mtazamo wa Chadema, na ndio maana hata tunasema nyinyi mtazamo wenu ukoje? Ukitaka mtazamo wa chama changu peke yangu nitakupa, ndio hiyo nitasema nitakachosema. Lakini swala la uchaguzi si mtazamo wa chama cha siasa kimoja. Swala la uchaguzi ni swala la mtazamo wa nchi, kwa sababu nchi hii kwa vyovyote ilivyo mwaka huu ndio mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo ukiwa na msimamo wako wa chama, huo msimamo wako wa chama uwe ni wa kutengeneza mazingira ya kufanyika kwa huo uchaguzi. Na katika mazingira hayo tulipaswa mambo hiyo safari tuanzie mbali. Yaani hatuwezi kwenda uchaguzi umebakia miezi 3 alafu ukaibuka na kitu ambacho kinakwenda kutishia ule uchaguzi kwa usifanyike ama ufanyike. Yaani inakuwa ngumu kwa sababu ilikuwa hoja iwe ya pamoja wote na ni ya pamoja kwa sababu ya uchaguzi, lakini pia katika hoja ya pamoja tutazame pia je, kitu gani tunaweza tukafanya na kitu gani tutafanya. Wenzetu hawa wana tabia hiyo ya kwamba kwanza hawaamini Chadema, hawaamini kama kuna chama cha siasa kingine zaidi ya CCM ambacho kinaweza kikatoa mashirikiano wao na wakakaa wakajadiliana. Ndio maana hata wakati wa mazungumzo yao yalioitwa kwamba ni maridhiano waliokuwa wanafanya kati yao na Chama cha Mapinduzi walishatamka mara nyingi tu, hakuna chama kingine. Sasa mwaka huu tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, na kuna baadhi ya watu wanasema kwamba kuna rumors zinasikika wanasema kwamba uchaguzi usogezwe mbele, lengo liko ni kujadili hizi kauli ambazo zinazungumzwa. Lakini kwa sasa hivi bunge lipo linajadili liko bunge la bajeti, bado siku kadhaa miezi kadhaa bunge litafungwa kwa ajili ya kupisha maandalizi ya uchaguzi mkuu. Kwa muda ambao umebakia na pengine unatosha, na watu wanasema kwamba uchaguzi usogezwe ili kujadiliana hili jambo. Lakini tukumbuke pia bunge lipo kwenye kujadili ni bunge la bajeti linaendelea, bado siku kadhaa tu hapa. Lakini hoja kubwa ni kwamba wanadai uchaguzi usogezwe ili bunge lijadili hili jambo. Hili liko vipi? Narudia tena, kama kweli ipo hoja namna hiyo, mimi upande wangu au chama chetu sisi tunaamini hayo ni sehemu ya maoni. Kama nilivyokuambia, hayo ni maoni ya wadau, na maoni ni haki ya kikatiba kwa ibara ya 18. Wanatoa maoni tu, kila mtu anatoa maoni yake, na sio kila maoni yatakwenda afanywe kazi, na wala sio kila maoni yatatakiwa ajadiliwe. Kama kuna mtu maoni yake anaona uchaguzi usogezwe mbele
ili kupisha kufanyika mabadiliko anafanya nani? Je, anayefanya mabadiliko yuko tayari kashakubali hivyo kwamba amesema kwamba kama mko tayari tusogeze mbele haina shida, mimi mabadiliko tutafanya kama mtakubali hivyo? Kwa sababu unaweza kusema hivyo lakini mabadiliko anafanya nani? Nani anafanya mabadiliko? Huyo tunayemdai no reform no election tunamdai nani? Nani anatakiwa kufanya hayo mabadiliko? Anayetakiwa kufanya mabadiliko ni maana yake ni serikali hapo madarakani, ambayo na yenyewe ndio inajipanga, wanapita huko yena washaanza kampeni kabla, wanakuambia mitano tena na kila kitu. Ndio hao unaowaambia bwana uchaguzi sogeze mbele mfanye mabadiliko. Wamekubali? Kama wanaweza kutia nguvu ya kuwafanya wenye mamlaka kukubaliana na hoja hiyo kwamba tupeleke uchaguzi mbele ili kufanya hizo reform, hiyo haina shida. Lakini kwangu mimi naona hayo ni maoni kama maoni mengine, na ni maoni yao ni mazuri yaheshimiwe. Maana maoni tulishasema maoni hayataki kuingilia maoni ya mtu mwingine. Huo ni uhuru wao wa mawazo. Kwamba kama wanaona maoni yao uchaguzi usogezwe mbele ili wapate nafasi mamlaka inayohusika kufanya reform kama zipo kwa ajili ya kufanya uchaguzi uwe na mtazamo mzuri, yani mifumo ya uchaguzi iwekwe sawa kwa namna wadau wanapotaka, sisi itakuwa ni jambo zuri kwetu, kwa sababu mimi pia napenda mifumo ya uchaguzi irekebishwe ikae vizuri ili uwanja wa uchaguzi uwe sawa. Shukrani. Sasa mwaka huu tunaelekea kwenye uchaguzi kama nilivyosema hapo awali, na pengine watu wanatamani kufahamu msimamo wa chama cha AFP kuelekea uchaguzi mkuu uko vipi? Mkutano wenu unafanyika lini na mmeshamuona wewe kama katibu una kitu gani ambacho unaweza kuwaambia watu kwamba mmejipangaje kuelekea uchaguzi mkuu, lakini pia mkutano wenu utafanyika lini na utafanyikia wapi? Haya ni vitu pengine ambavyo watu wanapenda kufahamu kutoka kwako. Ni kweli kabisa kwamba sisi chama cha AFP tumeanza kujipanga mapema zaidi, kwa sababu kwa kawaida kila baada ya uchaguzi tunaanza na uchaguzi unaofuata. Yaani uchaguzi ukishaisha na mipango yenu sasa inaanza tena kuangalia sasa kuanza kutengeneza mipango ya uchaguzi unaofuata. Kwa hiyo sisi tulianza kujiandaa na uchaguzi pale tu baada ya 2020, sisi tukawa tunaanza tena mazingira ya kuelekea mwaka 2025. Na ndio maana sisi uchaguzi wetu ndani ya chama tumefanya mwaka 2003 kwa sababu 2003 tulifanya uchaguzi wa viongozi wa chama. Kwa hiyo sasa hivi hapa kilichopo mbele yetu ni kuelekea tutakuwa na mkutano mkuu maalum wa chama, ambao kazi kubwa katika huo mkutano mkuu maalum tunakwenda kufanya kama kazi 4. Kwanza tunakwenda kupitisha kanuni mbalimbali za chama chetu, kanuni za muongozo wa chama. Lakini pili tunakwenda kujaza nafasi ya makamu mwenyekiti wa chama wa bara, kwa sababu hiyo nafasi iko wazi, kwa sababu aliyekuwepo amejiuzulu, kwa hiyo tutakwenda kujaza hiyo nafasi. Lakini pili, kama tutapata mwanachama atakayetaka kugombea nafasi au atakaojitokeza kugombea nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar, pia mkutano huo itakuwa pia hiyo ni agenda maalum katika huo mkutano mkuu maalum ambao unakusudiwa kufanyika tarehe 29 ya mwezi wa 4. Itakuwa ni kupiga kura ya maoni, kupitisha jina la mgombea rais wa Zanzibar na kupitisha kura ya mgombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mpaka sasa tunaendelea vizuri na maandalizi mengine, kwa maana ya level ya kata, kwa maana madiwani wagombea, na level ya wabunge, hiyo tuko vizuri sana. Kwa mfano tu mzuri kwamba mkoa wa Dar es Salaam wenye majimbo 10, majimbo yote tayari yanawagombea, wanasubiri sasa hivi wanajiandaa kusubiri tu ile michakato ya mwisho sasa baada ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kupuliza kipenga kwa ajili ya utayari huo wa kuelekea kwenye zile harakati za uchaguzi. Pengine mnatarajia kufanyia wapi uchaguzi mkuu maalum ambao umeusema, mkutano mkuu maalum ambao umeusema hapo? Mkutano sisi tutafanya Dar es Salaam hapa, kwa sababu ndio sehemu ambako pamekuwa ni kama katikati ya mikoa mingi ya karibu. Tutafanyia Dar es Salaam, lakini sambamba na kufanyia Dar es Salaam, sasa hivi kuna kamati maalum ambayo tumeiunda, inafanya kazi mbili kubwa. Kazi ya kwanza wanamalizia kutengeneza ilani ya uchaguzi, kwa sababu na huo mkutano utakuwa kazi nyingine pia itakuwa ni kwenda kupitisha hiyo ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025. Na pengine kauli mbiu ya mwaka huu ya chama chenu iko vipi kuelekea uchaguzi mkuu huu ambao tunauzungumzia sasa hivi? Sisi kauli mbiu mama ni hiyo, mabadiliko ni lazima. Hiyo ndio kauli mbiu mama. Lakini wanasema kauli mbiu ya ilani ya uchaguzi wa mwaka 2025. Hiyo ndio ambayo tunazungumza, wataalamu wanamalizia, lakini nimejaribu kupita kuwatembelea hapo kwenye hiyo kambi yao. Tunaona kwamba sisi tunaamini katika kujitegemea.
na nchi yoyote au familia yoyote au jamii yoyote haiwezi kuwa na heshima kama haiwezi kuwa na uwezo wa kujitegemea. Kwa hiyo tumesema tunakwenda na kauli ya kukuza uchumi wa kujitegemea, kwa sababu njia pekee yake ya taifa lolote kuwa na heshima duniani ni kuwa na uwezo wa kujitegemea au kuwa na miundombinu inayowezesha watu wa katika hilo taifa kujitegemea. Ilivyo sasa tunaona bado katika hicho kipengele kidogo kuna shida, na ndio maana unakuta speed ya kukopa imekuwa kubwa inaendelea, lakini speed ya miradi mikubwa ya maendeleo kutegemea nguvu kutoka nje bado ni kubwa, japokuwa nchi inatajwa kuwa ni tajiri kwa mujibu wa katiba yetu. Tuna utajiri mkubwa sana, tuna wanyama wa kila aina, tuna madini ya kila aina, tuna mito ya maji baridi, tuna bahari, tuna kila kitu, tuna ardhi ambayo na ardhi ambayo ukienda ukidondosha miti, yani ukidondosha miti, katakata hiyo miti, choma moto tayari, chukua mbegu tupa tu hivi, kesho kuta unakuja kuvuna. Yaani haina shida, lakini bado unakuta mifumo ya kujitegemea imekuwa midogo. Kwenye hicho ambacho nakisema, nakumbuka rasimu ya mpango wa maendeleo ya mwaka 2050. Tumesema kwamba mpaka kufikia 2050 tunatarajia kuwa na watu zaidi ya bilioni 50. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinasema ni kwamba ikifikia miaka hiyo nchi ya Tanzania itakuwa inalisha bara la Afrika. Sasa kutokana na hichi ambacho tunakiona miaka ya hivi sasa hivi, tuko 2025, bado tunaonekana kuna njaa, mvua hazitoshi, mazao yanalimwa lakini hayatoshi. Sasa kuelekea huko tunapoelekea sasa hivi, ndio kwanza wa Tanzania tuko milioni 62 sasa hivi. Kufikia huko tutakuwa na zaidi ya watu bilioni ngapi? Bilioni 50 inazungumzwa. Itatosha au unaona tunaweza tukaliafford hilo jambo? Na ndio mwarobaini huo sasa. Mwarobaini ndio huo, kuza uchumi wa kujitegemea, ongeza kipato. Sisi tunaamini katika kujitegemea na tunaona tunazo resource za kuifanya nchi ijitegemee. Kwa sababu habari ya kulima kutegemea mvua ya Mungu imeshapita na wakati. Lakini tuna maji ya kutosha ambayo yanapotea tu baharini. Mto Rufiji unaingia bahari ya India, wote maji yanapotea matani kwa matani. Mto Ruvu unaingia baharini, maji yani matani kwa matani, yani kila siku, yani kila dakika zinavyokwenda maji ya kunywa, yani maji baridi yanakwenda baharini, yanapotea tu hivyo. Lakini iko mito, tuna maziwa hayo makubwa hayo, hilo Victoria, lile Tanganyika, ile Nyasa, kuna ziwa Manyara, ziwa nini, yako maziwa ya maji baridi lukuki katika nchi. Sisi tunaamini kwa namna tulivyoona na tulivyowashirikisha wataalamu na tafiti tulizofanya mbalimbali juu ya namna ya kubadilisha hii nchi kwenda kwenye heshima ya kujitegemea, inawezekana. Na kupitia kilimo tu, kupitia kilimo pekee yake inawezekana, kwa sababu kama tuna mapori, yako mapori ambayo mpaka leo tumeweka akiba, yani hapo mapori miaka na miaka, wala watu hawaishi huko mapori, na yani ni mapori ambayo yana rutuba kubwa. Sisi tunaamini kabisa mwarobaini ni kukubaliana na mazingira yetu, kwa maana ya kauli mbiu ya katiba yetu. Kwa sababu bila kujitegemea nchi haiwezi kuwa na heshima, na kujitegemea haiji tu kwa maneno, kwa kauli mbiu tu kwamba kilimo kwanza, alafu bajeti yake inakuwa ni ndo bajeti ndogo zaidi kuliko wizara zote. Uwezi kusema unategemea kilimo alafu bajeti inayokwenda kwenye kilimo ndio bajeti kiduchu kuliko wizara zingine zote. Hiyo ni kujidanganya wenyewe. Sasa pengine tumalizie hapo kwa wanachama wako na wanachama wa chama cha AFP, lakini pia Watanzania wote kwa ujumla. Watarajie pengine rais atatoka kwenye chama chenu au mtakopa sehemu fulani? Sisi hakuna cha kukopa. Kukopa haipo kukopa. Hiki ni chama cha siasa na malengo yetu sisi ni kushika serikali, kuunda dola, kushika dola, kuunda serikali kwa kutumia uchaguzi. Shida ambayo pengine labda tuseme ni haya makando kando ya uchaguzi wenyewe. Haya ambayo wengine wanatolea maoni katika kila mtu kwa namna yake. Lakini sisi tunaamini kabisa kama uwanja utakwenda kuwa sawa, utashi watu wakabadilika, kwa sababu shida nyingine kubwa ambayo inaleta mzozo, inaita shida katika mifumo yetu ya uchaguzi ni ile hali ya utashi wa watu. Kwa sababu ukiziangalia sheria zetu za uchaguzi, ukiangalia katiba, hata hiyo katiba ya mwaka 77 ambayo inaonekana kuwa sio nzuri, bado katiba ina vifungu vingi sana ambavyo ni vizuri kabisa. Shida iliyopo, utashi uliopo, wale watu wanaosimamia kutekeleza hayo mambo ambayo yapo kwenye katiba ndio shida wanaotuletea. Lakini kama uchaguzi utaachwa uwe huru, kwamba boksi la kula liamue, mimi naamini kabisa kwamba hiyo slogan yetu ya mabadiliko ni lazima yatapatikana, hata kama sio leo, lakini mabadiliko yatapatikana. Rais mtatoa kwenu au atapatikana kutoka sehemu nyingine? Yaani nikiwa na maana kwamba atatokea chama cha AAFP, yani atakayesimama kuchukua na kugombea urais kupitia tiketi yenu ya chama cha AFP. Sasa hiyo wananchi wataamua. Sisi huo ndio mpango wetu. Lakini mwisho wa siku wananchi ndio wataamua, box ndio litaamua. Yes. Shukrani sana. Asante sana.
Na mtazamaji wa Rai TV pamoja na Mambo Leo Online TV, tulikuwa na katibu wa chama cha Alliance for Africa Farmers Party. Tumezungumzia mengi kuhusiana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibadilike, lakini ni wimbo ambao umeimba kwa zaidi ya miaka 30 sasa, lakini bado mambo ni yale yale. Mimi naitwa Abu Twalib Mustafa, ni ripota wa Rai TV pamoja na Mambo Leo Online TV. Kutoka hapa hatuna la ziada hadi wakati mwingine. Asante.